Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani on Jalango TV. On Friday, we look at midweek action and predict the weekend action as well. As usual, I'm joined by two gentlemen, former Kenyan internationals, Innocent Mutiso and James Situma. Gentlemen, welcome to the show. Thank you very much. It's a Friday. And full-time at Kasarani, Kenya 1, Egypt 1. What were your general impressions of this game? Yeah, prior to the game, you know, we had a lot of talks around town, but again, it lived up to the expectation. Remember, Ghost Mulee had a couple of new players in that game, and you know, when he named the squad, kulikuwa na story mingi, you know, na like usual suspect wamekuwa nje na kila kitu, but again, unapata come up na new setup, and again, I think those guys when waliona hiyo game waliona good stuff, waliona game ilikuwa mzuri sana, na nadhani watu walipewa debut. I think they lived up to the expectation, and we saw a very energetic national team, and going forward I think we have something. Do you think this is the end for the big names, them being called for national team? No, you know the national team ni team ya kila mchezaji, and yes. I think we have at times we have seasons in the national team, because this is a team that everyone has a chance to play for, you know. So we don't rule out those players that who are left outside, because maybe kwenda mbele unapata they will be informed. Unajua, unaweza sema maybe okay, this is the last moment of Victor Wanyama, the last moment of maybe Eric Johana, but again unapata maybe kwenda pale maybe 2 months forward unapata watapiga mabao teams wako, unaona. So wezi wa rule out, wezi waweka nje. So naweza sema kwamba the new players coming in wanaleta more competition into the squad, na wanaleta inakuwa so healthy for the national team. So na pia inaonyesha the competitiveness of our local league, kwa sababu ukiangalia most of the players wenye wametumika jana wamekuwa around wanacheza our local game, na unapata kwamba wameleta something new into the national team, na pia inaonyesha kwamba unapata they have the urge, the energy to prove and also to move forward. So for me it's a health competition, na najua kwamba pia watu wenye waliokuwa nje pia unapata wanaangalia okay, we have guys coming up, so pia si inaonyesha kwamba we have to up our game up. Mutiso, do you think this is the beginning of an end to some of the national duty career for some of the big names? No, I don't think so. Just like Situma said that they still have a chance, and maybe if they perform in their respective leagues, in their respective teams, that they still have a chance to come back to the national team. But it was a bold move, a very bold move for Coach Ghost Mulee to leave them out, to leave most of the foreign-based players out, and keep faith in local-based players and in and around Eastern Africa. And I think they showed some repay in faith, and in the performance that they had yesterday, and in the friendly matches that they had prior to that match. And although I feel we should have got more from that match, it wasn't meant to be, and I think Egypt was just too good for us, and they had one thing set up in their minds, yes. Coming to Kenya, get a point. And they got a goal in the beginning 5 minutes, yes. in the opening 5 minutes, and they just sat back. You talked before how important the first few minutes of the start of the game and before the game Yes, ends. I've been talking about that, and how teams are very many teams are vulnerable. Harambee Stars, to be precise, yes. Because remember that match against Togo. So we always come short when it comes to vulnerability in the beginning, in the opening stages, and in the closing stages of any match we played. And it's really it's becoming now a trend. Yes. And if we had locked Egypt out, if we had focused from minute 1, you cannot afford to lose focus against a team like Egypt. You can see the stars around there. Na kulikuwa na talk mingi sana prior to that match, na vile Ghost Mulee aliwachama foreign based players, kila mtu alijua will be blown away. But Egypt wao walikuja wakapata bao yao, na uliona hiyo game ya kwanza, they were all up in offices since the first second after the kick-off. Walikuwa tu on offices, walitupress kwa box yetu na wakapata hiyo bao, na after hapo they just sat back, yes. And relaxed. And they knew that they will absorb the pressure, na wanajua vizuri sana hatujakuwa na any win in this group, and our main undoing has been scoring goals.
So walijua hata chances wakipata they will be able to absorb that pressure. So they were just toying around with us. Wanapiga tu mapass but hawa go all out. Ile after hiyo kufunga hiyo bao hiyo dakika 5 za kwanza, the moment tena walikuwa na moments. The moment tena waliingia tena kwa D yetu na karibu tena wapate bao wengine, ilikuwa tena 5 minutes before game ishe first half. Walikuja walipiga counter wakakuja, na ukiangalia in and around 18 yard box manzi wametulia. Sisi tulikuwa tuna rush sana. Ukiangalia the main culprits huku Abdallah Hassan, crosses zake manzi, sijui kama hapo na watch video zangu nikichezanga. You want to go there? Unaona? Mimi nikiingia You can share the link. Sikiza. Nikiingia Mathare United. Hizo enza hatukuwa na nini, hatukuwa na YouTube, hatukuwa na nini, so wait, forgive bana. You're talking about 1990. Nikiingia Mathare, mimi nilikuwa napiga tu, nikifika tu pale position poa naona watu, mimi nilikuwa napiga tu cross in a dangerous area. But coach Kimanzi alinimold. Alikuwa after tizi tunawacha hapo tunaendelea mazoezi ya ziada na coach na ma striker na ma midfielder. Wananipatia ball kwa wing na mbio chambua mtu. Tafuta kichwa ya mtu ama space mali mtu atakuja kuattack hiyo ball. But talking about so nikakuwa molded vizuri sana. Na pia Abdallah Hassan pia angeangalia crosses za Marcelo vile zilikuwa zinakuja. Zilikuwa zinapata mtu. Ni vile tu Olunga pia band ilikuwa mzito kidogo. Unajua band pia. Yes, it was not a good night for Captain Olunga. Yes, it wasn't a good night, but mimi sioni kama game moja inaweza fanya tumkashifu sana. Everyone has a bad day in office, but it was a bold move for Ghost Mulee kumpatia band. Mimi ule mtu najua naona you even mentioned who to captain the team. Exactly. Yes. Josh Onyango, unaona? Huyo jamaa angepatiwa hiyo band asimamishe hiyo sala. Mimi nakwambia tungefunga bao ya kwanza. But and Olunga, unaona hiyo band ina come with a lot of responsibility na a lot of pressure. And I think the pressure got to him. Kwa sababu hata zile simple basics za kutuliza ball. Basic tu kidogo tu. Tuliza ball, manze piga bao tuone. Marcelo alimletea crossi 3. 2 za moja ya mguu, 2 za kichwa. Zote alizifluff zote. Na hiyo sio ule tumemzoea. So I think the pressure coming with captaining a team like Harambee Stars with a high profile match like Egypt, which was a must win for Kenya, I think the pressure got to him, and that's why he didn't have a very good match. The performance of Captain Olunga, what do you make of it from the game? Yeah, he didn't have a good day in office yesterday, and as Mtuyo said, at times as a player it happens, you just off color, and huyo si Olunga si tumekuwa used to. Unaona ukiangalia he got a couple of chances in that game zenye tunajuanga previously game amecheza ilikuwa ni one chance one goal, unaona, but it didn't happen yesterday. Unaona ukiangalia tukianza game Egypt, by the way, wakati walipata bao mapema they wali sit back na wakakuwa more reserved, unaona, like walijua washafika finish line, unaona, wakaona there is no way tunaweza come back to that game. Ukiangalia the way walikuwa wanacheza, they didn't give that like I can say that 100%. Wakiona kwamba maybe you feel maybe in a way that wangekuja maybe ilikuwa a do or die situation, tungeona maybe something else, because ukiangalia hata Mohamed Salah mwenyewe on the other side, ukiangalia alikuwa so reserved. In fact the first ukiangalia moments zile nilimwona kwa game ilikuwa hiyo, ukiangalia hiyo bao ikienda ku happen on the wing, and again second half tu kulikuwa another dribble on the left side, but game yote mzima hakuna contact na pia ukiangalia Arsenal linakuja exactly. Ukiangalia pia hiyo game, alafu ukiangalia in that game ukiangalia pia like the whole team walikuja for 1 point. Because ukiangalia sub zile wa coach alikuwa anafanya, ukiangalia wachezaji alitoka, ukiangalia yesterday team ilikuwa ina comprise more of the early players, na ukiangalia wako in the Champions League. So ukiangalia coach sub alikuwa anafanya pia alifanya like okay, the job is well done, tumeshamaliza kila kitu, so tokeni watu wengine wafanye nini, wafanye kazi. Ukiangalia hata bench vile alikuwa na bench poa, unaona, so akafanya those changes. But ukiangalia on the, yesterday una feel maybe Stars tulikuwa tupate something in that game, but unaangalia vile tumesema pia on the left side, mimi na feel unaangalia Masoud pia tungeanza maybe with a natural left winger, pia angetupatia edge, because ukiangalia Marcelo alikuwa anatupatia edge from behind,
into attack. So una feel maybe tungekuwa na mtu kama Mieso pia tuko na two qualities zenye zinatupatia the same thing on that side, unaangalia maybe in that game tungepata kitu. But anyway, ile happen na feel kwamba pia Olunga za player, unajua za captain saizi, unajua lazima isingin, ameshachukua armband. So next game lazima aweze ku come up tena aone kwamba hizo ni chances lazima tuwe, kwa sababu ukiangalia mali tunaenda na pia kama tunataka kupata something na tuna build something, hizo ni chance zenye top level hawezi afford ku lose, because Egypt wangepata the same chances, by the way tungekuwa tunaongea different results. Okay, remember we brought to you courtesy of Helabet. You can join and play on helabet.co.ke, and you can join this conversation on our comment section as well as on our social media platforms. Facebook is Kiwanjani and Instagram is Kiwanjani254. Let's talk about the red card that Omurwa got. What impact did it have on the game? It was the closing stages of the game, and Egypt ndio unaona intention ya Egypt haikuwa atakuja kushinda huku Kenya. Wao wamekuja 2 point moja. Na kwa maana they didn't go all out even after that red card. They had an advantage of Kenya being one man down, but hawaku go all out. Hawakujicommit kwenda kutafuta nini a winner. How they had their mindset from the first minute. Tukipata tu bao, we just sit back. Jua ki-equalize itakuwa ni ngumu sana Kenya ipate bao wengine. And then unaona kitu moja nilikuwa impressed na Kenya, for the first time tulijaribu kutumia our strengths. Na musemanga kila national teams huwa na nini zao, huwa na strengths zao zenye wanazitumianga. Ukiangalia pale Spain wako na identity yao, wako na tiki-taka. Ukiangalia pale Brazil wako na game yao, wako na identity yao inaitwa Jogo Bonito. Ukiangalia Netherlands kuna total football. Ukiangalia Germany unacheki kuna identity identify how they play their matches. Na jana kitu moja nilikuwa impressed sana, it's wing play. Na I think finally since the days of Situma, Ibrahim Shikanda and Mulinge Ndeto tumepata a replacement at the right back in Daniel Sakari. Alicheza poa sana, mimi by the way ni impress. And ukiangalia pande nyingine Marcelo Manzi alikuwa anapanda kushuka, alikuwa na hiyo energy. So tuko tunatumia hiyo energy to bring those crosses. We brought so many crosses in the box. Na kama tu Abdallah Hassan angekuwa more clinical, angekuwa ana rush cross ball zake. Marcelo alikuwa sure na cross ball zake. Kwanza kuna ball nyingine aliangalia hivi juu akataka kupiga ball, akangojea run ya Abdallah Hassan. Akapiga far post manze. Abdallah Hassan jo head akapiga juu huko juu. Manze if you should just kept his head down, hiyo ingekuwa bao, kwa sababu ukiangalia goalkeeper wa Egypt Shanawi alikuwa amenaronia hapo. Sio ball ingepigwa far post. But sasa unaona hiyo kitu inakuja pia with experience. But I believe hiyo wing ya right kama tungeanza Nyakea, I think labda tungejaribu kitu tunge at least get something from that wing, kwa sababu Nyakea ni msela anacheza huko ligi ya Egypt. Amecheza huko ligi ya Egypt, so anajua ni kama tu Masoud pia anacheza huko North Africa in Algeria. So kwa hivyo anaweza na kwa maana mimi nilibambika pia na work ethic ya Masoud Juma. He was full of running, but I believe that angekuwa nearer to the post, because he was doing a lot of defensive work, of which sikuwa nafurahia. And that's why Stuma amesema hiyo pande ya Marcelo ilikuwa imekam short, kwa sababu Masoud Juma alikuwa pia anakuja kwa na attack ya Masoud Juma going forward, but he was alikuwa na energy mingi sana, of which ingekuwa very productive angekuwa karibu hapo na post ama karibu na Olunga, kwa sababu ukiangalia first half Olunga alikuwa very much isolated. Na hapo pia naweza sema tulimiss creativity ya Eric Yohana Mapake. Ule jamaa kuna vile tunamutanga password. Ule jamaa ni mdead. Alikuwa na ball hapo katikati achukue mtu mmoja anapiga hizo penetrative pass. Precision. Na alafu pia alikuwa amekuzoeana kidogo na Michael Olunga. Alikuwa amezoeana na yeye kidogo. Alikuwa anaweza kumfind, anampatia ball kwa mguu yake, kwa sababu niangalia most of the passes Olunga alikuwa anazipata kwa mguu yake ya right. Yeye ni lefty. Alikuwa anapata kwa mguu yake ya right. So inakuwa kidogo inampatia shida kidogo. But Mapake alikuwa anajua kucheza na Olunga. So hapo tulikuwa na miss kidogo. Ndio tulikuwa na hits kwa hiyo game, but we came short in so many areas, and mostly ni kuwa clinical in front of goal. James Situma, as a defender, was that necessary
a red card to get at that critical time, and what impact did it have on the game? It was unnecessary for Johnson Omurwa, but again it happens in football. You know, as a defender unakumbuka hiyo ball wakati ilicheza kwa wing, unajua mimi kama stopper lazima ni receive striker, unaona, unajua na take off at times unatumia mkono pia wewe ku take off, unaona. So I think for Omurwa pia unajua as a defender unajua sometimes unaweza kwa tu unataka ku disturb the attacker, but again mkone land place haitakaa, unajua times unaona kama by the way Yes. unaweza ali anticipate hiyo time run yake akatupa reaction tu ile at times ukiweka maybe unajua ingekuwa hapa ingekuwa takadi ingekuwa ta foul, basi bahati mbaya ikaland na height yake ikaland wapi, ikaland kwa mkono, cause wakati ball inawekwa unajua pia unataka ukitaka kutoka ndio unataka utoke na yeye, unaona. So kiweka hivi unapata ikaland, ikakuwa so unfortunate. Ukipata that time wakati alipata hiyo card tulikuwa tushashika momentum, unaona by the way kuna kitu nataka kufanyika, unaona. So nadhani pia ili disorient the entire team, because as a coach you have to lazima tu utasacrifice kama ni ataka ulete stopper, kwa sababu stopper amepata nini kadi. Unakumbuka scores vile mko unajua pia kuna chance unaweza pata second goal, unaona, na unaweza shinda game. So unapata ile to derail as a team, but in football nadhani he's so young. Saizi ni analana ameingia kwa mix, so analan the hard way. Nadhani kwamba amelala akijua kwamba kuna kitu imefanyika, so going forward atajua what happens next. But so far general performance he was fantastic. Alicheza vile alicheza poa sana, na vile pia Mtisa anasema Sakari on the other side, I think he was alikuwa top, unaona. Yeah, so yeah. So walishindwa anamesema kumeshindwa ku replace hiyo wing ya right since tuma nini atoke national team football. Hiyo wing ya right imekuwa ni tashwishi sana. Hata ukiangalia tukiwa African Cup hiyo wing ya right bado ilikuwa inatusumbua. So at least saa hii mimi naona tumepata replacement, na tukiweza ku build on that performance ya Sakari, I think he will go it will go along. Na pia maybe to add on that, unajua they had a fantastic game. In fact wale walipewa debut, unaona. So it goes back to them, they have to focus, unaona, cause unajua ball shida ni players at times wakati umecheza vizuri ikigo in your head unapata unaanza kulegea, unaona nishafika, unaona. So it means they have to work more harder, they have to keep the more focus, wajua kwamba they have to play there, kwa sababu unajua hapo kila mtu anataka kukuja pale national team, unaona. Na ukiangalia saa hizi in fact players ndakana wajua kwamba ligi vile inachezwa imekuwa so competitive, na ndio umeona new faces zimekuja national team. So ukipewa chance kama hauwezi itumia vizuri, unatuma mtu mwingine ndiye anakuja step kwa hiyo shoe. So I think it's good for them, good start for them, na pia kwenda kucheza away against Togo, game yenye tushinde tusishinde hatuendi mahali popote, na pia nawapatia a very good opportunity kuona kwamba they keep on going na wanaendelea kucement the position in the team. But mali tulipotezea hii group, mali tulikuwa yani our fate was sealed ilikuwa ni hiyo time ya Comoros. I believe after hiyo change of guard at that critical time nadhani hapo ndo mali blunder ili happen. Unajua ni kama saa zile mwe build momentum then kuja ushikisho kidogo. So that is what happened. Hiyo time ya change of guard, kama tu ingeendelea tu na hiyo momentum, yes, I think sasa tungekuwa in a very good position, na game ya Togo labda ingekuwa ndio decider. Haikuwa hii game ya Egypt, unaona. Juu game ya Egypt ilikuwa ni must win. Yes. Na unajua ni very difficult kupiga team kama Egypt. And Comoros hiyo game yetu home and away, unajua one collect 4 points from us. Na hii ni team manze, hii team nikaa wako wase 800,000. Hapa pipeline watu kwa 1 million. Kuna wakamba 1 million. Ama wadani soko aliingiaje kwa governor. Kuna wakamba 1 million hapa pipeline. Alitoa pipeline huko Comoros. Kuingiza wakamba kwa. You said soko aliingiaje kwa governor. Kuna wakamba 1 million. Comoros is a country of 800,000. Wamekuja hapa kwetu and you don't know our faces man. Yani kitu hiki ni bamba. Wakadropa na zile wakaenda katupiga kwa awe. Na unakumbuka yani hiyo time kulikuwa na so much confusion, na hiyo change of guard I think iliharibu momentum. Kama ingeendelea tu amalize tu group stages, I think sasa tungekuwa in a better position. Not saying that the current coach hajafanya poa, amefanya vizuri sana. Because ananikumbusha Fabish. Ile kuangalia wale high profile players na kuchukua little known players. Mimi nakwambia hapo it was a big plus for coach Ghost Mulee, but mimi naona tulikam short hapo hiyo time, the timing of the changing of guard, alafu the transition. Alafu mimi kitu moja nadhani it's time for Africa
kuanza kuembrace pia VAR, na I think jana kulikuwa na decisions kidogo referee alikuwa nazo kama hiyo red card. I believe referee angekuwa forced kuangalia kwa hiyo VAR aone the incidents, kwa sababu play unajua iliendelea, tulikuwa nayo wapi? Tulikuwa nayo VAR, lakini referee kwa nayo ndio maana nasema unaona linesman alicall for that red card. Yes. Hakucall for foul kwa sababu hiyo play ilikuwa nearer to the linesman than with the referee. In fact, referee was alikuwa focus kwa ball. Exactly, kwa ball. Action ilikuwa. So akuona. So ilikuwa ni influence ya players. Unaona? Ya watu wa Egypt kule anajiona na msee chini na anajishika hivi akaambiwa tu hivi na akapata na red card. So decision kama hiyo, pia kulikuwa na instance nyingine kama ile ya Masud Juma. I don't believe that was a handball. It was a handball. It wasn't a handball kwa sababu mimi sikuona handball. To me it was ball to hand kwa sababu kwanza FIFA regulation ina state vizuri sana. Ball ikiguza any part of your body then iguze mkono yako, that's ball to hand. Ball iligonga magoti yake ndio slightly unaweza sema iliguza mkono. So that was a clear goal from Masud Juma. Alafu pia kuna time Olunga alituliza ball hivi kwa 6. Ameface hivi goalkeeper, anaona hivi goalkeeper atakwenda kushoot akategwa. No penalty. Referee hapo akalenga akasema play on. So Olunga ako chini. Kwa sababu huwezi niambia Olunga anaweza hata ball imesimama. Akajianguka. Hakujianguka. Alikuzwa ndo akaanguka chini. Hakujianguka. Hapo referee ndio enjoy referee. So I think sasa hivi vile kumekuwa na change of guard pale pia kwa CAF. Sasa tuko na billionaire Motsepe. Anaweza tumia hizo pesa zake au zinaendeza kwa kuafford VAR moja countries zote 52 countries in Africa. Kulikuwa na rumors. Unajua refu mwenye alikuwa refu game unajua alirudishwa juu ya nini? Mambo na ati alipatikana yuko positive. So kulikuwa na rumors wakaleta referee mwingine sasa kasemekana okay Kenya nyinyi mnataka kuleta mchezo, wacha tuwaletee mwingine atafanya vile atacheza kiyeye vile huyo mwingine alikuwa acheze, unaona. But anyway those are rumors. Yeah. But it's time to introduce VAR. Yes, it's time to introduce VAR. It's important. Yes. Yeah, ni important sana. And sasa hiyo billionaire bana Motsepe South African bana anaweza afford kupatia kila country VAR. But overall, what's next for Harambee Stars? Where do we move from? We can build from that performance. Sasa hii kama tunaweza concentrate na hiyo wing play hiyo nasema, we have a lot of energy na Kenya is best known for running, for athletics, tuko na pumzi. Kwa hivyo mimi naona concentrate na hiyo, we can build up from that match. Tulicheza vipoa sana after with a goal down, but we can prevent conceding kwa sababu imekuwa sasa trend conceding the first 5 minutes ama in the last 5 minutes tumekuwa concede imekuwa trend. Kwa hivyo if you can build on that performance after not conceding a goal in those early stages, I think inaweza kuwa poa sana. Kama Ghost Mulee ameamua ata concentrate na local based players, then abaki nao tuone vile tunaweza kuwa poa going forward, kwa sababu ukiangalia pia hurdle yetu pia imekuwa ngumu sana kuqualify CHAN competition ya local based players. Imekuwa difficult sana. So kama sasa anaweza concentrate and build on hiyo performance na local based players, aform team nzuri sana, kwa sababu pia our main undoing before ilikuwa ni consistencies in the national team call up players na pia in the coaching arena, kwa sababu kumekuwa na changes kila saa. Unajua football is a nini of continuity. Ukiangalia coach wa Comoros amekuwa team tangu 2014. So ame grow up na hiyo team, ame build from your team from scratch. Na imagine they got their first win in 2016 versus Botswana huko kwao. Kwa hivyo unaona football is all about consistency na hiyo fluidity na continuity. And so you're saying we need to give Ghost Mulee time. Tupate Ghost Mulee time. Akuwe na project yake ya kitu kama 5 years, 7 years, 10 years. Aweze kubuild na team. Angalia coach Joachim Low from Germany. Amekuwa hiyo team ya forever. So tupate coach Ghost Mulee team, hata kama ni contract. Ambe wewe tunastick na wewe, tunakupatia project 7 good years. Kwa sababu ukiangalia shirt sponsors wa title sponsors wa the Kenyan Premier League, sio broadcast sponsors, sio wapatiwa 7 years. Mbona coach wa Harambee Stars asipatiwe 7 years? Apatiwe 7 years atengeneze project yake. Talking about patience, one very popular Ezekiel Mutua
made a comment that didn't go well with football fans. Sure. That we should stick to athletics. Okay, What do for you me make of it such a comment was from a public figure? it's reckless. Yes. I think because as a nation we are footballing country and we have so many talents around. Tuna saizi ukiangalia kina Mariga wameshinda mpaka Champions League. So ukisema ati to stick to athletics unasema nini? Unaona ukiangalia Victor amecheza big teams around the world, amecheza top leagues, unaona. Champions League finals, unaona. So I think ilikuwa reckless, na mimi naweza sema kwamba politics stick kwa politics. Football tuacha football icheze, unaona. At times ni vizuri kunyamaza, unaona, si kila time kuongea, na alafu unapata hizo comments zinakuja. Inafaa kwanza, in fact before hata game ikuja, okay, anafanya yeye kama as an individual as a Kenya na anachangia nini ama anatoa contribution gani. Thank you very much. Kwa sports, unaona. Si kwamba unangoja results shapatikana ndio unaongea vitu negative. So leta kitu kwa nimeweza useme kwamba mimi contribution yangu ni naona kwenda mbele kifootball. Vile amuko poa, mkifanya hivi mnaweza endelea mbele, nadhani hiyo itakuwa poa. Don't criticize but contribute as well. What do you make of such comments? By the way, I was disappointed for the utterances from the CEO of the Film Classification Board Commission, and na kama ananisikiza ama kama kuna mtu atamfikishia tu hii message, Manzejo, hao ni majamaa wa nini, hii ni kazi yao. Hakuna vile unaweza wakashifu kitu kama hiyo. Sasa tuache bola alafu au wachezaji 60,000 wataenda wapi kutoka huko mashindano ya kucheza football? So hiyo kitu vile tu Situma amesema, kama ananisikiza, kama hii message inaweza mfikia, what have you done with your influence to help sport grow? Kumekuwa na a lot of corruption. Kuna do ya football imekuwa imesimama during this COVID pandemic. Players wali receive pesa na 10,000 in 3 months peke yake last year yote, in 3 months. Na si ati ni players wote walipata. Kuna matimu zile unapata officials wamekula pesa za wachezaji hiyo pesa haijafikia wachezaji, hiyo 10,000 hata haijafikia players wengine. So what has he done na hiyo influence yake na hiyo position yake yako nayo to influence kukuwe na integrity pale kwa football, ama Ministry of Sports waendelee kusupport Harambee Stars ama the Kenyan Premier League ama football uko mashinani. Hiyo influence ametumia aji kuinfluence how ma governors waweze kuanzisha ma tournaments ama ma leagues kwa county level, juko na mali grassroots inatokelezea. What has he done with this influence kuweza kumotivate upcoming footballers kuchukua football kama a career? Remember viewer, we are brought to you courtesy of Helabet. You can join and play on helabet.co.ke. Remember, the conversation continues on our comment section and on our social media platforms, Kiwanjani for Facebook and Kiwanjani254 on Instagram. Let's go to the sure bets and we start with Mutiso. You went to Norway versus Turkey. Yeah, hii itakuwa ni game lazima itakuwa na mabao. Ukiangalia both teams confirm. Midweek Norway walipiga Netherlands 3-2, and hii game haitakuwa short of goals. Ukiangalia Norway pia walishinda midweek, so kwa hivyo goal for them. Lesotho versus Sierra Leone, both teams bado ziko na chance ya qualify for AFCON. Kwa hivyo both teams will go all out, but nilikuwa nimesema hapo kidogo under 2.5 ndio itaweza. You went for Tanzania versus Libya and you gave Tanzania already out after yesterday's result, walipigwa na Equatorial Guinea. So kwa hivyo hii game itakuwa tu ni formality, but nadhani kwao lazima make sure watafanya everything waweze kushinda hiyo game against Libya. So I win for Tanzania. Sudan South Africa, timu zote mbili sasa hizi kuna chance ndio zinapigania kuingia kwa African Cup, with Ghana already qualified after drawing 1-1 with South Africa. So kwa hivyo hizi timu zote mbili, na ukiangalia hii game group stages, game zote zimekuwa under 2.5. So hii game lazima tuitenge under 2.5. And Situma, what do you see as a weakness in his show bet? Amepiga hesabu zake vizuri. Thank you very much. Hii weekend naona naweza kaka tao. Unaweza change kiti. Naweza kata tao
niweke mtu akitafuta kama 500 pia aweke ni sawa, bora yake ndio zenye anajua akipoteza haitakuwa haiwezi kuwa na uchungu, itakuwa iko sawa. Let's go to yours. You started with Congo versus Senegal. Yeah, Congo and Senegal ukiangalia both teams ni kama already zime go through, so ukiangalia ni game ambayo maybe coach wanaweza afford pia ku change the team, vile jana tumeona national team pia unaweza leta in a new fresh blood kuona kwamba wanacheza, so nilienda for GG. Mauritania, Morocco. Yeah, Mauritania ukiangalia wako na outside, naweza sema tu kwamba hawana chance kwa hiyo game. Wanacheza home against Morocco. Ukiangalia kwamba wana build on something, ukiangalia ni wamekuwa usual suspect kwenda kwa kila time wanaenda Africa Cup of Nations, wana quality. Ukiangalia ukikombe the two teams, unaangalia on paper na pia kwa uwanja wana more quality kushinda Mauritania, so I went for over 1.5. Namibia, Guinea also over 1.5. Over 1.5 Namibia, Guinea. Ukiangalia Guinea wana chance, wameenda. Ukiangalia Namibia, okay, kumekuwa ukiangalia from the last 2 years, in fact kumekuwa na so many issues kwa hiyo country sana. Wamekuwa na wachezaji wazuri, but ukiangalia kila kitu imekuwa derail. Ukiangalia football wise ama sports wise hawajakuwa wakifanya vizuri, unaona. So ukiangalia Guinea wanacheza away pia. Ukiangalia Guinea, ukiangalia the two teams, unaangalia quality ya Guinea na Namibia. Ukiangalia Guinea wana chance in fact za kushinda, but kwenda safe nilienda over 1.5. Sudan, South Africa also you went for over 1.5. Exactly, vile mchezo amesema. Ukiangalia ni game ina kila kitu at stake. Ukiangalia kila team itakuwa ina fight for that game, so ukiangalia mwenye atashinda unajua atakuwa na join Ghana pale kwenda AFCON, so ni game ambayo unaangalia itakuwa ni game an end to end game, so nilienda for over 1.5. Very interesting. You chose most of AFCON qualifiers, and if you see in the history of AFCON, it's been North Africa and West Africa dominating. What can East Africa countries do, at least to challenge at for least the cup? tumepata Comoros unajua pia ni hapa East Africa. No. As winners. Ni majirani hapa hivi Zanzibar. Apart from Zambia and South Africa, those are the only winners from this other side of Africa. But most winners is North Africa and West Africa. What needs to be done in this region, especially for our countries to go further and even win this cup? It's simple, and we just have to invest in our football. It's very very very, very simple. Ukiangalia South Africa sasa wameanza ku break hiyo kasi ya only West African and North African teams in winning the club Champions League, na sasa wameanza ku dominate in Africa. Ukiangalia Mamelodi Sundowns juzi wamepiga deal manze, shirt sponsor worth $39 million manze. That's a huge statement of intent, and sasa vile kuko na president wa South Africa in CAF, I think things zitaanza ku change sasa, and we need to bridge that gap, kwa sababu ukiangalia kwa Champions League kama tumeweza kubridge gap kwa Champions League, pia tunaweza kwa Africa in terms of country football. So tunaweza bridge gap, but we really need to invest in our own players and our own leagues. What is the solution for the region? Yeah, I think we should just take football more seriously, and we take it as a business. Ukiangalia football in West African countries, in fact football imeunite watu, unaona. Football imestop war. Ukiangalia kama Ivory Coast, mpira tu ball imestop country, imesimama war, imesimama juu ya ball, unaona. So I think for us hatujaichukua football as business, hatujaichukua with more seriousness, because ukiangalia hata ukicompare the West African countries na North African countries na ukombea na East African countries, ukiangalia hata sisi from traveling unaangalia ngasi ukula tu fare, unaona. Ukiangalia tunaenda hapa North African, unaangalia turuke tumeenda Europe tukuje huku, lakini ukiangalia wakikuja hapa chata tu few hours waka hapa, so naangalia wameichukulia with more seriousness. Na we have the quality, we have the talents, unaona. Yes. But I think tumelaki watu wenyewe wanaona by the way we have to build this football in another level. Ukiangalia kama mimi naweza sema kwamba sincerely speaking something ina happen in Tanzania, unaona, na imekuja. Ukiangalia Tanzania football ina grow wide. Ukiangalia teams vile zimeanza frequent Champions League na Confederation, unaangalia inakuja mpaka ina reflect national team, unaona. Yes. So ni kitu pia lazima sisi to invest in our local football hapa, na generally as Eastern African countries lazima to come up na way kuona kwamba hizi talents lazima tuzipatie more support, na lazima tuwapatie motivation in a way that
kama ni payment lazima ikuwe lucrative, unaona. Kama North African countries. All right, let's invest in our football. That's where we end this episode. Till next time, same place, different games. My name is Esbon Mogambi. Until then, it's good night.